السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا ثم الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليك ya رسول الله, assalamu alayka ya habib Allah. Ndugu zangu watazamaji, ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu Waislamu na Wakristo na msiyekuwa na dini, leo na mimi nataka nichukue nafasi hii. Mimi nilikuwa safari, nimerudi, nikaangalia katika mitandao ya kijamii. Kitu cha kwanza nilichokuja kukiona, nimemsikia kiongozi mmoja anasema nchi hii mpaka kinuke. Jambo la pili, nikamsikia kiongozi mwingine anasema anaamrisha mahakama imwachie mtu. Jambo lingine, nikamsikia ndugu yangu Hamid Jongo wa msikiti wa Manyema alivyokuwa anatoa yale maneno ambayo yamesomwa na kiongozi aliyesema nchi hii mpaka kinuke. Kwanza nataka tuambiane, amani ya nchi hii imeletwa na wazee wetu, na wale wazee wetu walioleta amani ya nchi hii wao wako katika makaburi. Hivi inakuwaje kama amani waliotuachia alafu tukaivuruga? Tunawaeleza nini? Wao watatuonaje huko aliko? Hilo la kwanza. La pili, kuna mtu mmoja nimemsikia mkubwa kabisa wa madhehebu ya dini fulani anaamrisha mahakama kwamba imtoe mtu mmoja, anayeamrisha serikali kwamba imtoe mtu ambaye yuko katika kesi. Jamani, mtu akishafanya kosa, serikali huwa inamchukua, inataka kwenda kulithibitisha lile kosa. Unaposema wewe unaamrisha kwamba yule atoke mara moja, kwanza huu ni utovu wa nidhamu, ni utovu wa adabu. Huwezi ukamwamrisha mkuu wa nchi amtoe mtu wakati yeye kwanza hajahusika na hilo kosa. Watu wake ndio wamemuona yule bwana na matatizo, ikabidi lazima yule achukuliwe. Mbona si tumekaa jela hizi habari hizi hatujazisikia? Kuna mashehe walikaa jela hapa. Mliwasikia mashehe wanaamrisha serikali, wanaambia tunaiomba serikali muwatoe mashehe mara moja? Upo mpango wa kumwambia mkuu wa nchi, mnakwenda unamuomba, unamwambia mkuu wa nchi kwa maneno ya heshima na taratibu, mama tunakuomba, au bwana tunakuomba, ndugu yetu pale aliteleza, kwa hiyo tunakuomba umwachie na sisi tunamrekebisha. Lakini ile kusema kwamba naomba aachiwe mara moja, manake wewe una madaraka kuliko serikali. Mpango huu utakuja kutuharibia amani katika nchi. Amani ni kama yai, amani ni kama kioo. Tuangalie sehemu mbalimbali, tuangalie Somalia, tuangalie Kongo, tuangalie Burundi, Rwanda, sehemu hizo tumefika sisi, hakuna uhuru kama katika nchi yetu. Kwa hiyo nataka niombe watu wa dini nyingine, kauli mnazozitoa, kuweni na vinywa vyenu na pazia. Na mimi nafahamu watu wa dini, kutokana na maneno ya Yesu na maneno ya Mtume, Yesu anasema kuweni wapole kama hua. Kwa nini alikuwa na maana hii? Kwamba unapoenda kuongea na wanafunzi wako au unapokwenda kuongea na jamii, lazima uwe mpole, na wale unaowaongelesha basi wajifundishe kutoka kwako. Unapotoa kauli kwamba tunataka huyo achiwe mara moja, manake wewe kuna kitu unakitegemea. Kwa hiyo mimi nataka kuomba Watanzania wote, Wakristo, Waislamu, maneno kama haya tusiangalie. Maneno kama haya ya chokochoko yatatusababishia tutafutane sehemu za kukaa. Maneno kama haya yakitokea na sisi tukiacha kuyakemea kama wasemaji mashehe, mimi naongea kama shehe, kwa sababu amani itakapobadilika katika nchi hii, mimi nitakosa watu wa kuambia maneno ya Allah. Padri atakosa maneno ya kuambia Wakristo hawatakula mikate kwa salama, hawatakula mwili wa Yesu kwa salama. Wewe unayesema nchi inuke, ikinuka watu watakulaje mkate kanisani? Wewe unaposema kinuke, sisi tutaswali wapi? Kwa hiyo maneno haya sio ya busara. Mimi
mimi kama shekhe nataka niombe kauli hii isirudie. Alafu na wewe uliyesema kwamba tunataka serikali imwachie mara moja, hiyo sio jukumu lako, sio jukumu lako. Maneno haya ungeyatoa hata Yesu alipokamatwa. Maneno haya alipokamatwa, ilipotakikana kwamba asulubiwe, hakuna mtu aliyetoa amri Yesu achiwe mara moja. Watu walifuata taratibu mpaka Yesu akasulubiwa, akafa msalabani, watu akasamehewa madhambi. Kwa hiyo tunatakiwa wewe uwe na hekima unapotoa maneno kama haya. Ungesema Yesu achiwe mara moja, nyie dhambi mngesamehewa vipi? Tunachotaka ni taratibu na sheria zifuatwe. Ikionekana mtu hana hatia, mahakama itamwachia. Ikionekana mtu hana hatia, mahakama ndio itakayojua. Huwezi kuwafundisha majaji wote na mahakimu wote sheria. Kwanza hii ni ukosefu wa nidhamu, kwamba wewe unajua kuliko hao waliokabidhiwa vyombo vya mahakama na sheria na rais wetu mama yetu Samia Suluhu, unamdhalilisha. Kwa hiyo mimi nataka niombe kuwaambia watu wote, Watanzania wote, Wakristo, Waislamu, mashekhe, mapadiri, wachungaji, tunapotoa kauli tuangalie zile kauli zetu, kwa sababu watu hatukuumbwa akili sawa. Unaweza kusema maneno yao nataka kinuke, kuna watu wengine wana matatizo yao wanaanza kukinukisha, alafu watu wanakosa amani. Nataka niombe kurudia, nataka nikoti Yesu katika Mathayo 20:18 anawaambia wanafunzi wake, amani iwe kwenu. Ukisoma Qur'ani 10:10 Mtume Muhammad anasema salamu iwe amani, assalamu alaikum, maana yake muwe watu wa salama. Kwa hiyo amani ni ibada ya Allah. Unapotekeleza amani, maana yake uko katika ibada. Kwa hiyo mimi naomba kwa kumalizia tu kwamba watu wote tuyapuuze haya maneno na watu wote tuishi kwa amani, na tumuombe dua mama yetu katika uchaguzi unayekuja, Mama Samia Suluhu na serikali yake, nchi hii waivushe kwa amani na salama, ili na sisi tuendelee kuwahubiria Wakristo, kuwahubiria Waislamu, kuacha mambo ambayo Mungu ameyakataza na kuyafata mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.